Kuhusiana na swali hilo ambalo muulizaji alikuwa ameuliza, jambo la mwanzo, Uislamu kwanza fahamu na taratibu zake, na Uislamu umejitoshelezesha katika kila hali, katika masala ya tiba, katika masala yote Uislamu umejitoshelezesha. Kwa hiyo hauhitaji kuingiziwa vitu ambavyo vilivyokuwa sivyo, hauhitaji kuingiziwa vitu ambavyo vilivyokuwa sivyo. Na kinachotekana kwamba Muislamu anatekana kwamba ajitibu kwa yale ambayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amewekea msingi. Asikubali kwenda katika sehemu kama hizo ambazo anashirikishwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uislamu ambaye mwenye itikadi ambayo ilikuwa sahihi, ambayo alikuwa amerithi kutoka kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatakikani wala nafsi yake haitakikani kwamba kuenda katika sehemu kama hizo ambazo huwa anashirikishwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na akifanya hivyo manake anakuwa ameyakufuru yale ambayo aliyokuja nayo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, man ataka hinan wasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yote ambaye atakayemwendea kuhani inatafsirika kwamba ni mganga kienyeji. Kuhani inatafsirika yote ambaye anajidai kwamba anajua ghaibu. Kadhalika vile vile inaingia yule ambaye anamshirikisha Allah kwa kusema kwamba Allah ana mwana au na Mungu roho, sijui Mungu mwana, Mungu kadha. Yote hayo ni katika mambo ambayo hawa watu wanaokuwa wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala wenye itikadi hizo. Kwa hiyo wewe Muislamu ambaye unamwamini Allah na unaamini siku ya mwisho na unaamini yale ambayo Mola wako amekutaka uyaamini, hutakikani kwenda katika sehemu hiyo wala kuitia nguvu sehemu hiyo wala kuashiria labda watu waende katika sehemu hiyo. Kwa hiyo haifai kuenda wala kutumia vitu ambavyo vilikuwa vimejengewa katika misingi ya batil. Mabunia ala albatil fahuwa batil, kitu ambacho kilikuwa kimejengewa katika misingi ya batil nacho ni batil. Wa mabunia ala haram fahuwa haram, kile ambacho kilichokuwa kimejengewa katika misingi ya haram nacho chenyewe ni haram. Kwa hiyo dada yetu ambaye alikuwa ameuliza, haifai kutumia maji hayo ambayo yanaitwa maji ya uzima. Haifai kwa sababu hayo maji ambayo naomba ya uzima, hao ambao wanayatumia maji hayo au walikuwa wametengeneza maji hayo ni watu ambao walikuwa wamemshirikisha Allah, wana itikadi ya kuitakidi itikadi iliyo potofu, sio itikadi ya Uislamu. Kwa hiyo haifai kutumia maji hayo, na katika ulimwengu hakuna maji ambayo yalikuwa bora kuliko maji ya Zamzam. Kwa hiyo wewe kama ni dada yetu Muislamu ambaye unaamini Uislamu wako, kuta maji ya Zamzam, akisha mtafute shekhe ayafanyie ruqya, kisha tumia maji hayo ikiwa kwamba labda una matatizo, na biidhnillah Allah atakupa shifa na kunywa maji ya Zamzam kwa nia ambayo wewe unakusudia kunywa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma'u Zamzam lima shuriba lahu, maji ya Zamzam ni kwa ile nia ambayo mtu atakayokuwa anakunywa. Kwa hiyo maji ya Zamzam, tafuta maji ya Zamzam, tumia maji hayo. Na hapo maji yanauzwa katika maduka ya dawa, katika supermarket hizo maji ya Zamzam yanauzwa, yapo yanapatikana. Kwa hiyo ni vyema ukatafuta maji ya Zamzam, akisha ukawa ni mwenye kutumia hayo yana uzima kuliko hayo maji ambayo yanadaiwa maji ya uzima. Ni maji ambayo si sawa, ni maji ambayo hujui kitu gani kilichokuwa kimefanyika ndani yake. Kwa pengine kumeingizwa mambo ya majini, kumeingizwa mambo ya ushirikina, kumeingizwa mambo kadha. Kwa hiyo ni watu ambao sio kuamini kabisa kutumia vitu vyao, kwa sababu wao wenyewe washamkufuru Allah. Wao wenyewe wameacha ile itikadi ambayo ilikuwa sahihi, ambayo kila kiumbe huwa anazaliwa nayo. Kullu mauludun yuladu ala alfitra, ile kinachozaliwa kinazaliwa katika maumbile ya Uislamu. Kwa wao wameuacha Uislamu. Kwa hiyo mtu akiuacha Uislamu, jambo lolote lilokuwa baya anakuwa huyo mtu anakuwa mwenye kuliingia. Kwa hiyo hatarajiwi kwamba mtu huyo atakuwa mwenye kujizuilia na mambo mabaya. Kwa hiyo asende katika sehemu hiyo na wala asitumie maji hayo, kwa sababu ni mambo ambayo yako kinyume na Uislamu, na akitumia manake anamkera Mola wake, atajiingiza katika sehemu ya kuchukiwa na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala utie nguvu Uislamu na tutie nguvu Waislamu, na vile vile unusuru Uislamu na kila adui, na tuepushe na kila shari, na tuepushe na shirki ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika shay'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu
Namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuafikishe katika khairi zake na atupe yale ambayo yanatamaniwa nafsi zetu katika mambo ya khairati, na ya shari atuepushe nayo. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka